Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa frani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775026557. Karibu katika sehemu ya 12 na ya mwisho kabisa ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 11, basi hakikisha unagusa triki pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 11 ni mara baada ya kushuhudia kwamba bidada Song Hye tayari alikuwa kimsimu Mwamba kwamba alale tena kisha aeleze ni kitu gani ambacho alikuwa anakiona katika ndoto. Wale wanajeshi wana historia ipi katika maisha, lengo aweze kujua historia na Bong yule mzima. Na kisha akamwambia kwamba unatakiwa kuwa rafiki wa karibu sana na hawa wanajeshi utakaokuwa ukiwaona katika ndoto. Jenga urafiki nao, utakwenda kuelewa historia yao. Lakini kubwa zaidi, nataka uniambie kwa nini Bonsuk hakuweza kufa na kuelekea moja kwa moja kuzimu, bali amerudi kama mzimu ambao ni mbaya kama shetani. Basi Mwamba alipoweza kumkumbatia bidada tu, bidada akatumia nguvu zake za kiganga kisha akawa amemlaza jamaa na jamaa karudi ndotoni. Upande wa pili tunaonyeshwa Soko akiwa katika ibada zake anaendelea kumtafuta wapi Bonsuk alipo. Hatujaambiwa ni nini Mwamba alikuwa amekiona katika ndoto, lakini hapa ni siku nyingine kidogo tunaonyeshwa bidada Song Hye alikuwa na Mwamba. Sasa Mwamba anamwambia bidada kwamba nimeweza kuchaguliwa kwenda kushiriki katika timu ya taifa, naomba uniambie maneno mazuri kabla ya kwenda huko. Lakini bidada Song Hye akaanza kumwambia kwamba nitakwambia nini wewe Bonsuk, mimi na maneno mazuri ya kumwambia Mwamba Jang-ho, sio wewe. Na Mwamba Bonsuk akaanza kupaza sauti akisema kwamba kama nikiweza kushinda katika mashindano ya kitaifa, basi naomba utanipiga kisi moja tu kama zawadi, au sio Lakini bidada akasema hapana bana, mimi siwezi kukupiga kisi wewe Bonsuk. Lakini jamaa kazidi kupaza sauti akisema kwamba naomba utanipiga kisi moja. Basi akaendelea kupaza sauti kwa nguvu sana. Wanafunzi wote wakiwa wanasikia wakaanza kushabikia kwa kusema kwamba utampiga kisi bana, unatakiwa umpige kisi. Kumbuka kwamba Bonsuk ana mashabiki wengi sana, lakini pia wanafunzi wengi wanamkubali kwa sababu jamani mchangamfu na rafiki wa kila mtu. Hii kitu inamkata sana Mwamba Jiho. Siku leo akamuita tena Bonsuk na kuanza kumwambia kwamba hivi unampenda huyo demu, unaanza kuwatangazia watu wote. Kumbuka kwamba demu bado hajafanya maamuzi ya kumchagua nani atakayekuwa naye. Unatakiwa kutulia sana unajua wewe. Lakini Bonsuk akazidi kusema kwamba demu ananipenda mimi, tena ananipenda sana unajua. Achana na mimi kabisa. Mwisho wa siku akawa ameingia katika mashindano haya taratibu, anaendelea kushindana. Lakini wakati huo anaendelea kushindana akawa amepokea simu na Mwamba Jiho akaanza kumfuatilia Bonsuk. Ameweza kupokea simu, anaongea na nani? Wakati huo Soko alikokuwa amemuita Bonsuk akaanza kuzungumza naye akimwambia kwamba unatakiwa kutoka ndani ya huo mwili, kwa sababu kuna siku kuna masaa yanaitwa ox, au ni masaa ambayo binadamu anakuwa na nguvu kuliko mzimu. Hiyo siku atakutoa ndani ya huo mwili, alafu baada ya hapo utashindwa kaurudi kabisa, na itakuwa ni jambo la aibu sana utakapokuwa unanirudia mimi kuomba msaada wangu, akia Mungu na kutema kando. Lakini Mwamba baada ya kumsikiliza sana Soko, haya maneno yalikuwa yamemuingia akilini, lakini akajifanya kana kwamba anayapotezea tu. Hasa jambo la kuchekesha na la kushangaza sana ni kwamba kumbe bana Soko huwa anawasiliana na yule mganga mkuu msaidizi akimwambia kwamba naomba unicholee ilizi za kuweza kuutesa mzimu ambao uko ndani ya mwili wa mtu. Yule mzee alipoanza kuchora zile ilizi, hapa tu Mwamba akajikuta anaanza kupata maumivu, lakini Jiho alikuwa jirani yake na kuanza kumsaidia. Akuruhusu kabisa bidada aweze kumtawala Mwamba kwa sababu aligundua kwamba bidada kama akianza kumtawala huyu jamaa basi atakuja kufanya mambo mabaya zaidi. Lakini upande wa mzimu, licha ya kwamba ile pointi ulikuwa umeipotezea mwanzoni, lakini hapo ukawa unakumbuka maneno yote ambayo Soko alikuwa ameuambia na ukaanza kufikiria kwamba isije kawa bidada Song Hye ananichezea kama mchezo, anataka nitoke ndani ya mwili, mwisho wa siku aweze kunitoa kabisa umndani. Usiku huo kwa mzimu ulikuwa ni mrefu sana. Kweli kabisa bidada Song Hye akawa ametimba katika chumba jamaa akiwa amelala. Kisha akawasha mshumaa na alikuwa anataka kufanya ibada kwa sababu haya ndo masaa ya ox yameweza kufika. Na jamaa alikuwa anajua kila kitu kwamba bidada ana mpango gani. Hasa bidada Song Hye ajuage utofauti kati ya Mwamba Bonsuk pamoja na Mwamba Jang-ho. Sasa siku ya leo akajua kwamba huyu anayeongea naye ni Jang-ho kwa sababu masaa ya ox yalikuwa yamefika. Kumbe jamaa bado alikuwa amejibana ndani ya huo mwili, ila akajifanya kwamba yeye ni Jang-ho. Akaanza kumwambia kwamba naomba ukawatazame wale wanajeshi wawili na ukanieleze kila kitu. Lakini huu mzimu ulikuwa ukimtazama bidada Song Hye katika hali ya huzuni sana, na ukiwa unawaza kwa kusema kwamba ni kitu gani kibaya ambacho nimemfanyia bidada kiasi cha kunichukia namna hii mpaka anataka kunifukuza ndani ya huu mwili. Mwisho wa siku akawa amemuita mganga. Bidada akagundua kwamba jina hili la kuitwa mganga lazima aliyopo ndani sio Mwamba Jang-ho bali huyu ni Bonsuk. Kesho yake mapema na alfajiri wakiwa wameelekea shuleni, siku ya leo ilikuwa ni minuniano tu kwa sababu dada alikuja kugundua kwamba wakati wote huko kumbe alikuwa akizungumza na Bonsuk na sio Mwamba Jang-ho. Lakini Mwamba Bonsuk hajazoea kabisa kununiana na mtu, akawa amemshika bidada mkono na kisha moja kwa moja akawa anaelekea katika maeneo fulani vile mwamba mkavu sana, na huu mwamba ulikuwa na maandishi. Kisha akaanza kusema kwamba ninaweza nikakuelezea historia hiyo ya wao wanajeshi wawili ambao unataka kuona. Anasema yule mwanajeshi mkubwa alikuwa ni Bonsuk, lakini mwingine alikuwa anaitwa Jonso. Lakini katika uwanja wa vita Mwamba Jonso alikuwa amepigwa risasi, na wakati anaelekea kufa akamsii
Bonsuk kwamba aipeleke shilingi moja ya thamani sana kwa mama yake mzazi, kwa mama yake na Mwamba Jeonseok. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba Bonsuk naye aliweza kuuliwa katika maeneo hayo ya vita. Hakuweza kutimiliza ile ahadi ambayo alikuwa ameambiwa na huyu Jeonseok. Akasema na kwa kitendo kile cha kutokuweza kuitimiliza ahadi, basi roho yake iligoma kabisa kuweza kupokelewa kwa sababu alikuwa na deni duniani. Na kutokea wakati huo mzimu wa Bonsuk ulikuwa tayari kutumika na mtu yeyote yule mwenye lengo baya au lengo zuri, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba ulikuwa ukitumiwa na watu ambao walikuwa na malengo mabaya. Lakini wakati Mwamba Bonsuk anaondoka katika eneo hilo, alikuwa ameacha pete katika maeneo haya, kisha akawa amewaita na kuambia kwamba anaomba ongozane naye waweze kuondoka katika eneo hilo. Bidada Sokwa kama kawaida yake, kumbuka kwamba anashirikiana na huyu mganga mkuu msaidizi. Siku ya leo akawa amemfuata kisirisiri na kumwambia kwamba anahitaji ilizi ambazo umeweza kunitengenezea, lakini kwa bahati mbaya kumbe huyu Mwamba alikuwa amtengenezea ilizi, bali alikuwa anamuingiza katika choo cha kike, kwa maana ya mtegoni. Na mwisho wa siku mama yake Bidada Songhee akawa amemfuta uwezo wa kiuganga yule Bidada Sokwa, kwa sababu alikuwa hana sifa hizo tena, kwa sababu anatamaza kuendelea kufanya bado mambo mabaya. Na siku ya leo akiwa amefukuzwa pale nyumbani, basi alielekea mitaani, lakini wakati anaendelea kupita mitaani akaweza kufanikiwa kumuona yule mwanamke kichaa ambaye wakati mwingi anabebaga mdoli ambao ni nafsi. Akawa ameutamani sana mdoli na kusema kwamba kama nikiiba hiyo nafsi naweza nikapeleka katika ile jumba la mizimu na kuanza kuilea na ikawa nafsi ambayo nikaitegemea zaidi. Kumbe hapa ndio utakuwa umeelewa ni kwa nini Bonsuk alikuwa ni mtu mbaya, kwa sababu huwa bidada ana mtindo wa kuiba nafsi na kisha anaenda kuzilea na kuzifundisha matukio mabaya tu. Ni kweli siku ya leo alikuwa amefika katika ile jumba la mizimu, lakini alipofika alishangaa sana kuona kwamba yule rafiki wa karibu sana na Bidada Songhee alikuwa naye ametimba katika mitaa hii. Na swali ni moja tu kwa kimuuliza bidada kwamba je, inawezekana kabisa kumrudisha Mwamba Jeonseok katika hali yake ya kawaida? Bidada Sokwa akatumia hii kama fursa, akamwambia kwamba njia ipo ya kuweza kumtoa Jeonseok katika mwili ule ambao unamilikiwa sasa hivi na ule mzimu. Unatakiwa kutumia pete ya silver ile ambayo inatumiwa sana na ule mzimu. Ni muhimu sana. Na kwa sababu Mwamba alikuwa amemuona ule mzimu akiwa anaifukia ile pete sehemu, basi moja kwa moja akatimba katika lile eneo na kwenda kuichukua ile pete. Baada ya kuichukua moja kwa moja akaipeleka kwa Sokwa na kusema kwamba naomba uchukue huo mzimu na uweke humo ndani. Kamwe kabisa usije kumrudia Mwamba Jeonseok. Sababu kubwa ya Mwamba Songhee kuweza kuyafanya haya yote ni kwa sababu ana wivu sana na bidada, na huu mzimu ni kwamba unaonesha mapenzi yake hadharani kabisa, kuonesha kwamba unampenda sana bidada, na hii kitu ni kama imesababishwa na wivu wa mapenzi yeye kuyafanya haya yote. Sasa akaanza kumchungulia Sokwa anafanya nini na ile pete ndani ya ule mjumba wa mizimu. Baadaye kidogo Sokwa akaonekana kuichukua ile pete, kisha akaanza kuipiga na nyundo, na kadri anavyozidi kuipiga na nyundo Mwamba akawa ameshtukia kwamba amefanywa mchezo. Ikabidi kumpigia simu Bidada Songhee na kumwambia kwamba ni kama nimefanywa mchezo huko, sijui nini kinachoendelea huko nyumbani. Kumbe bana, huko hali ilikuwa ni mbaya sana, kwani jamaa alikuwa akiugulia maumivu makali sana, na kwa kitendo kile cha bidada kuweza kuipiga ile pete na nyundo ni kwamba alikuwa akiuita mzimu ambao unahusika katika kuzichukua nafsi za watu kuzipeleka sehemu husika. Hakuna asiyependa Bonsuk kuweza kupelekwa kuzimu, lakini mbaya zaidi ni kwamba atakapokuwa anaelekea kuzimu kutokea ndani ya mwili wa Mwamba Jeonseok, basi hata Jeonseok anatakiwa kufa. Bidada Sokwa anayafanya haya yote kulipa kisasi kwa huu mzimu ambao umeweza kumsaliti, lakini mbaya zaidi hao wengine wanapambana kuhakikisha kwamba wanamlinda Mwamba Jeonseok. Kadiri nyundo zilivyozidi kupigwa, mwisho wa siku malaika mtoro akawa amefanikiwa kufika mpaka hapa ambapo Bonsuk alikuwepo. Ikabidi wafanye juhudi za haraka sana kumfunikia na vitambaa ambavyo vilikuwa vimeandikwa maneno ya kiilizi, kisha wakafunga milango yote, na hapa wakatia vizingiti vingi sana. Kwa huyu malaika mtoro hakuweza kabisa kumuona Mwamba na kuingia huko ndani. Lakini Bonsuk alipoweza kuamka tu akaanza kujiuliza, ni kwa nini mimi nataka kuishi kama binadamu ila nateseka kiasi hiki? Lakini baadaye akaenda kuchukua kile kitabu ambacho kilikuwa kina maandishi ya Kichina, akagundua kwamba njia ya kuweza kumzuru demon ni njia pia ya kuweza kumzuru binadamu. Asa Mwamba Bonsuk kwa sababu amegundua kwamba adui yake mkubwa ni Sokwa, ikabidi kuanza kumfanyia maonyambesi huko aliko. Akawa anasoma baadhi ya maandishi, na baada ya kuyasoma haya maandishi hali ya bidada Sokwa ikazidi kuwa mbaya sana, na aligundua wazi kwamba kama akiendelea kuleta mchezo basi atajikuta anapoteza maisha katika hili jumba la mizimu. Hakuwa na chaguo lolote zaidi ya kurudi kwa mama yake Lendeko, ni kwenda kumwomba msaada amkomboe katika matatizo haya. Lakini aliporudi nyumbani akashangaa kuona kwamba mama yake ndo alikuwa na hali mbaya zaidi. Kumbe mama huyu alikuwa amemuunganisha bidada Sokwa katika mwili wake. Kwa Sokwa alikuwa akipata matatizo, mama huyu pia alikuwa akipitia matatizo. Lakini Mwamba Bonsuk wakati anaendelea na hiyo ibada yake akashangaa kusikia kwamba kuna mtu analia sebleni akiita mama mama mama. Akaja kugundua kwamba huyu ni Bidada Songhee. Ina maana kwamba Sokwa alikuwa ameunganisha mwili wake na huyu mwanamama. Baada ya Mwamba kuacha kuifanya ibada hiyo, ghafla tu yule mwanamama akawa ameamka na kisha moja kwa moja akawa anazama katika chumba ambacho anapatikanika Mwamba Jeonseok, akisema kwamba unataka kuniulia mwanangu, unataka kuniilia mwanangu. Basi akaendelea kufoka sana. Lakini Bidada Songhee akawa anampokea sana mama yake na kumwambia kwamba hivi unajua kwamba mapito yote na maumivu yote unayoyapitia ni kwa sababu ya huyo mtoto wako ambaye unamlinda kila wakati. Siku ya leo Bidada Songhee alifanya maamuzi magumu sana, na katika maamuzi magumu hayo ni kuweza kukisi na huu mzimu. Baada ya kukisi na huu mzimu ni kwamba mzimu huu utahamia ndani ya mwili wa Bidada Songhee. Tunaoneshwa ni miezi miwili iliweza kupita mbele. Bidada Songhee hakuweza kuonekana ni wapi alipokuwa anapatikanika. Mama yake mzazi alipata pressure kusikia kwamba mwanae ameweza kutoweka, hivyo alifariki naye katika kipindi cha hiyo miezi miwili. Kwa hiyo waliokuwa wamebakia duniani alibakia Mwamba Jeonseok pamoja na Bidada Sokwa. Ila Sokwa alikuwa anaamini kwamba Bidada Songhee bado yupo, na alikuwa akimsihi Mwamba na kumwambia kwamba siku moja ukiota ndoto usisahau kumuuliza Songhee ni wapi ambapo yupo, na atakujibu katika ndoto. Na atakapokuwa amekujibu wewe utakwenda kuniambia wapi alipo Songhee. Lakini Mwamba Jeonseok kuna ndoto ambayo
anayotaga mara nyingi sana na haelewi ndoto kwa nini inaota kwa kuirudia mara nyingi sana, na hajawahi kumwambia mtu yoyote, hata huyu Sokwa. Lakini Mwamba akawa anajiuliza ni kwa nini naota ndoto za mazingira ambayo sijawahi kuyaona wala sina uhusiano nayo. Hapa akaja kugundua kwamba kuna uwezekano mkubwa ni kwamba yeye ndoto anazoziota ni ndoto za mtu mwingine kabisa, na bila shaka atakuwa ni bidada Songhee. Hapa Mwamba Jang-woo akaja kugundua kwamba bidada Songhee anaishi katika ulimwengu huu, ila amejifungia sehemu moja ya mbali sana, na huko hataki kabisa kukutana na huyu Mwamba Jang-woo kwa sababu anahofia kwamba katika hali ya kuwa mzimu siku moja atakuja kumuua huyu jamaa. Kwa hiyo hili kuangalia usalama wa Mwamba Jang-woo huwa anaangalia kupitia ndoto. Kwa hiyo Jang-woo anahisi kama anaota ndoto asizoweza kuzidiwa, kumbe kuna mtu ambaye yeye ndo anamwangalia yeye. Na yote hii imesababishwa na lile kisa alilokuwa amempiga Mwamba, iliweza kuhamisha ule mzimu wa Mwamba kuhamia moja kwa moja kwa bidada. Kwa hiyo bidada ana mzimu ndani yake na ana wasiwasi kabisa kwamba mzimu huu utakuwa hujafurahishwa kabisa kuweza kuhamia katika mwili wake yeye. Mwamba alipokuja kugundua jambo hili alijisikia huzuni sana. Kumbe bidada amebeba msalaba wake yeye mwenyewe na anateseka sehemu. Kabidi Mwamba moja kwa moja kujiongea mpaka kwenda kwa mganga mkuu msaidizi, kisha akawa anamueleza kila kitu kwa kusema kwamba ninahisi kabisa kwamba bidada Songhee yuko jirani sana na mimi katika maisha yangu, kwa sababu kila anachokiwaza na kila anachokifikiria naona kama mimi ndo nayekifikiria. Lakini mganga mkuu msaidizi akamsimu Mwamba na kumwambia kwamba anatakiwa kukutana na bidada Sokwa waweze kujadiliana nini ambacho anaweza kufanya kuhakikisha kwamba bidada Songhee anakuwa yuko salama. Sokwa akamwambia Mwamba Jang-woo kwamba wanatakiwa kurudisha ule mzimu ambao ulikuwa umetoka katika mwili wake, unatakiwa kurudi tena, ndio bidada Songhee atakuwa yuko salama huko aliko. Mwamba Jang-woo akiwa anajua wazi kabisa kwamba kwa kitendo cha kufanya vile basi ule mzimu utatamani sana yeye aweze kufa na haukuwa na namna yoyote ile. Basi Mwamba akaamua kubali kufa kwa ajili ya bidada Songhee ili aweze kuwa salama. Akasema kwamba nipo tayari kurudisha ule mzimu. Basi bidada Sokwa akawa amechukua basi ilizi na kumwekea Mwamba usoni, kisha ule mzimu ukawa umehamia ndani ya mwili wa Mwamba Jang-woo. Kwa hiyo kule bidada Songhee aliko ataanza kujisikia vizuri na kujihisi katika hali ya ubinadamu kabisa. Lakini jambo la kuchekesha ni kwamba huu mzimu uliporudi katika mwili wa Mwamba Jang-woo ukasema kwamba nimechoka kuisumbua miili ya watu, sasa nahitaji kufa, lakini sihitaji kufa peke yangu. Bidada Sokwa alitambua wazi kwamba huu mzimu hauhitaji kufa peke yake, means unataka kufa na bidada Sokwa. Ikabidi kuchukua pesa zake zote na kumtumia ule mganga mkuu msaidizi, akijua kabisa wazi kwamba mzimu huu kwa sasa hauna masiala kabisa, lazima Sokwa atangulie mbele za haki. Bidada Sokwa hakuwa na chaguo lolote lile, akajisemea kwa kwamba kama mama yangu aliweza kufa kwa sababu alikuwa amejiunganisha na mimi ili iweze kunilinda mimi, leo hii mimi ni nani ambaye siwezi kufa kwa ajili ya kumlinda bidada Songhee? Acha tu nilipe fadhila kwa kuweza kuungana na huyu Mwamba kuweza kutangulia mbele za haki. Wakaanza kupiga ibada ya kujiombea wao wenyewe kupumzika kwa amani. Mwisho wa siku ile mizimu ikaanza kuyatikisa mambo. Basi bana, alikuja ule mganga mkuu msaidizi kwenda kuingia hapa ndani, lengo aweze kumzuia bidada Sokwa asiweze kujua na Mwamba Jang-woo. Lakini Mwamba Jang-woo kwa kutumia mkono wake uliokuwa na damu akaenda kufuta katika maeneo ya mlango, na hii ilikuwa inamaanisha kwamba alikuwa amepiga loki ya ndani. Basi wakawa hawana namna yoyote zaidi ya kusubiria taarifa za msiba wa watu hao wawili. Moja kwa moja tunaonyesha huku bidada Songhee sasa ndo anaonekanika akiwa katika usingizi mzito. Kumbe wakati huyu Mwamba alikuwa akitoka katika mwili wake, yeye alikuwa ameingia katika usingizi mzito sana, na kando yake aliweza kukuta ujumbe ambao ulikuwa umeandikwa vyema kabisa na bidada Sokwa, akimwomba msamaha sana katika yote aliweza kuisababishia familia yake. Kisha akasema kuwa kama mama aliweza kujitoa kwa ajili yangu, basi mimi sina namna zaidi ya kujitoa kwa ajili yako mdogo wangu. Bidada Songhee aliumia sana kusoma ule ujumbe na hakuwa tayari kabisa kuweza kumpoteza dada yake na huyu mpenzi wake anayefahamika kama Jang-woo. Akaomba sana kwa mizimu, lakini kwa bahati iliyo njema ni kwamba mzimu wa mama yake ulikuwa umejitokeza na jeshi kubwa sana. Wakambatana moja kwa moja kuelekea ndani ya lile jumba la mizimu, lakini huku upande wa ndani ni kwamba bidada Sokwa alikuwa anazidi kujiombea ibada ya kwamba atangulie mbele za haki kwa amani. Bidada alipoweza kufika katika lile jumba la mizimu hakutaka kuuliza swali lolote, aliweza kuingia ndani mpaka ndani kabisa. Kumbuka kwamba ana nguvu zaidi kuliko hao wengine wote na akaweza kumkomboa dada yake Sokwa. Lakini kipengele ikawa kwa Mwamba Jang-woo kwa sababu ndani yake ana mzimu ambao mzimu huu hautaki kufa peke yake. Bidada akausii mzimu na kumwambia kwamba naomba ufe peke yako kwa sababu wewe ndio unastahili kufa, usitaki mtu mwingine aweze kufa kwa ajili yako. Naamini kwamba ulikuwa ni mwanajeshi mzuri, hebu timiza ahadi zako na viapo vyako. Maneno haya ya kijasiri kutokea katika kinywa cha bidada Songhee yakaweza kumtia nguvu huu mzimu na kusema kwamba nipo tayari kupumzika kwa amani. Kisha ukawa umetoka mwili wa Mwamba Jang-woo, na baada tu ya kuweza kutoka mwili wa Mwamba Jang-woo basi wakafanya ibada ya kuweza kuiombea roho ya Mwamba huyu msoja ambaye alikuwa ni mzimu ili ikapumzike kwa amani. Na ibada ilipokuwa imeisha, basi Mwamba Jang-woo akarudi katika hali yake ya kawaida na bidada alikuwa katika hali ya kawaida, hao wote wakaendelea kuishi kwa amani zaidi. Bidada Songhee akaendelea na shughuli zake za kuweza kuipumzisha mizimu kwa amani huko inakoelekea, na siku zote akazidi kumpenda Mwamba Jang-woo. Na huu ndio unakuwa mwisho wa tamthilia yetu nzuri sana. Kumbuka kwamba tamthilia inayofuata tangazo lake hili hapa. Mbele yako ni mwanamke ambaye ana umri wa miaka takriban 40 na umri huu alitosha kabisa kuwa mama, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba mwanamke huyu hajawahi kuingia hata katika mahusiano. Amebakiza miaka 5 tu aweze kuingia katika kitu ambacho kinawapata wanawake wote kinachoitwa menopause, yani uwezo wa mwanamke kufika ukomo wa kuweza kupokea ujauzito. Lakini kwa nini mwanamke huyu hataki kabisa kuingia katika mahusiano? Je, hapendi wanaume au imekuwaje? Kweli ni kwamba huyu mwanamke kila mwanaume
anayenyanyua kinywa chake na kumwambia kuwa anampenda, basi dakika 10 mbele huyo mwanaume atapitia majanga makubwa sana katika maisha. Balaa hili unadhani litakuwaje? Tukutane katika episode ya kwanza na kwenda kujili hivi karibuni. Ni pia nakukaribisha wewe ambaye unatamani kutangaza biashara yako katika episode zitakazo kwenda kujili ambazo zitakuwa idadi yake 12 tu. Unakaribishwa sana na unaweza kutangaza biashara yako, iwe ni huduma au wewe ni mwimbaji ama una movie yako na kitu chochote ambacho unatamani kukitangaza, basi unakaribishwa sana. Nambari za mawasiliano ili kuweza kupata huduma hiyo ya matangazo ni kama unavyoweza kuiona chini ya screen yako. Ni kusit kwamba unapata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuitangaza biashara yako na wateja wako wanaitazama tamthilia hii. Utakapofikisha like 100 tu katika hii episode, basi moja kwa moja goba letu lipya kabisa itakwenda kujili hivi karibuni.